Timu yako leo imetoka sare ya bao moja kwa moja. Kwa namna gani matokeo haya umeyapokea? Nimeyapokea vizuri kwa sababu timu zilikuwa wanasema very even. Wote walikuwa wanashambulia, wote walikuwa wana defend vizuri, na uzuri ni kwamba wanajuana, kwa hiyo wameshacheza pamoja mara nyingi sana. Wametupa burudani nzuri, mpira mzuri, and matokeo hayo, kwa hiyo sisi tuko sawa. Ukiwa kama founder wa Bulls Academy, kwa namna gani vijana wanakurudisha kwenye kile ambacho wanakionyesha uwanjani? Kiukweli binafsi napata amani sana kila ninapokuwa pembeni ya uwanja, kwa sababu moja ni watoto wa umri sahihi wakicheza mpira mzuri, wakionyesha discipline nzuri, wakionyesha sportsmanship ya hali ya juu, inaleta faraja, kwa sababu mtoto anayependa kucheza mpira wa umri huu anataka kupata competitive matches, anataka kupata nafasi ya kucheza mechi ambazo zinampa challenge, and hii ligi kimsingi ndio maana tumeanzisha. Tunataka tuwape hard working, wanajitoa, wanaenda mazoezini, wana nidhamu ya mazoezi. Tunataka tuwape nafasi ya kushindana kila Jumamosi, kila weekendi, na ndicho kinachotokea. So hizi timu 8 za awali, kwa sababu mwaka huu hii ni pilot, ni mara ya kwanza tunafanya, na nia yetu kufanya kwa ukubwa zaidi kadri siku zinavyozidi kwenda. Mwitikio umekuwa mzuri, timu zote 8 zimekuwa na discipline, zimekuwa zikija kucheza hata kama zimefungwa. Kwa hivi we're grateful and we're very happy kusema za kweli na mwitikio kwa ujumla wa timu zote ambazo tumezialika. Okay, tumaliza. Kumekuwa ni moja kati ya malkia wa nguvu wachache kwenye sports, kwa maana ya kuwa founder wa academy kama hii ambayo inafanya vizuri. Kipi ambacho unakiona usoni kwenye kile ambacho unakifanya? Sisi kimsingi tuko level ya chini sana ya development ya football, tukitazama hitaji ya development ya football ya nchi hii, kwa sababu facilities ni mtihani, uwezo in terms of walimu wa kutosha pia nayo ni changamoto, lakini naamini tunachokifanya bado ni kikubwa na bado kinatoa nafasi kwa watoto kutoka kwenye familia tofauti, uchumi tofauti, kushiriki kwa pamoja, kufundishwa mpira kwa uwezo wa makocha tulionao na kwa kutumia facility tulizonazo. Kwa hivi ninaamini TFF wataendelea kutushika mkono, because wanatushika mkono sasa hivi, na siku za usoni sio Bulls tu, lakini vituo vyote ambavyo vinajitoa huko mitaani vitaleta kitu tofauti kwenye tasnia ya mpira nchini Tanzania. Shukrani sana. Asante. Moja kati ya michezo ambayo ilikuwa ina na ulikuwa ni mgumu sana. Pengine ugumu ambao mmeupata mliutegemea kwa kiwango hiki? Tuliutegemea kwa kiwango hicho, kwa sababu wapinzani wetu sio wabaya. Ukichukulia hii mechi ni ya upinzani wa vituo viwili ambavyo ni vikubwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo upinzani tuliutarajia na tulijiandaa kuukabili. Pengine ulichokiona, kwa namna gani vijana wametekeleza maelekezo ambayo ilikuwa umeplani wayaoneshe ndani ya kiwanja? Kwa asilimia 90 wametekeleza vizuri. Tumetengeneza nafasi za kutosha, bahati haikuwa yetu, lakini kwangu mimi asilimia 90 wametekeleza jinsi tulivyoelekeza, na plani yetu imeenda sahihi. Unajiona wapi kwenye mechi za usoni kuelekea mwisho wa hii ligi, kwa sababu ni moja kati ya academies ambazo pengine zinafanya vizuri zaidi kwa hivi sasa? Mwelekeo ni mzuri, kwa sababu lengo namba moja ni cha kwanza ni kuwasaidia watoto kukua. Lengo la pili, kwa sababu washafikia kwenye umri wa kushindana, pia kushinda. Kwa hiyo malengo mawili tunayo. Kwanza kuwasaidia kukua kimpira, na pili kushinda michezo inayofuata mbele yetu. Sawa. Ugumu ambao mnakutana nao kwenye mechi kama hizi unafanana na mechi nyingine ambazo dhidi ya academy ambazo pengine haziimbwi sana, kama ambavyo leo ilikuwa inatajwa kuwa ni kama derby? Unakuwepo, kwa sababu of course siku zote ukiwa na kitu kizuri, lazima mtu anayetaka kuja kucheza na wewe anatamani akushushe. Ila ugumu tunaupata, ila huwa leo kwa kuwa tunafahamiana, ni tuna upinzani wa ndani ya kiwanja, so upinzani ule wa tuseme labda wa uadui, no. Tuna upinzani wa kimpira, hata watoto wenyewe ni marafiki nje ya uwanja, kuna kutambiana. Kwa lazima ugumu uwe mara mbili ya mechi zingine. Mimi nikushukuru sana. Asante. Kapteni, Very good. How the game? Was good. Okay. Not the results that obviously was the most that we would have wanted,
but it's a result that kept us at the top of the table for the first leg of matches, and we'll take it. Was it very tough as you thought before? Yes, I knew it was going to be a tough match. Two of the teams that were leading the table in points. It's just the only difference is that we have more goals scored, as well as we've conceded less goals. But I always knew that they were going to be a tough opponent to face. But yeah. Where do you see toward the championship of this league? I think it's still a very long time to come, and it's hard to make out anything right now, because things can always go right, things can always go wrong in a league. But yeah. Comments for the Bulls fans? I'm very happy for the support that we were able to get today. It really helped us push along, especially when we were a goal down. That support helped us to come back and equalize in the game. All the best. Thank you very much. Kabisa ndugu yangu. Kwa jina naitwa Coach Saidi. Ya kutokea Magnet. Ya. Mchezo ulikuwa ni mgumu leo dhidi ya Bulls Academy, sare ya bao 1-1. Ulitegemea ushindani wa asilimia hii? Of course nilitegemea kwa sababu hii ni derby. Ya, ni Dar es Salaam Derby Youth. Sawa? Kwa hiyo nilitegemea kabisa. Kwa hiyo vijana wangu wamejituma na wao wamejituma, lakini mpira una matokeo matatu. Kuna kushinda, kudraw na kulose. Lakini tumeweza kupata pointi moja ya draw. It's okay. Ni good game. Wamecheza vizuri sana. Kwa namna gani vijana wenu unaona wanafuata kile ambacho mnahitaji wakionyeshe ndani ya mechi kama hizi ambazo zinakuwa na ushindani mkubwa sana? Kikubwa hizi games zinakuwa na pressure sana. Kwa hiyo vijana huwa unaandaa psychological vizuri, imradi kwenda kuperform vizuri. Kama nilivyokuambia ni good game. Wamecheza vizuri sana. Wamefuata maelekezo, lakini tumecreate chance nyingi sana. Lakini sometimes tunasema ni kudra tu za Mwenyezi Mungu, lakini tulivyotarajia wamekifanya. It's okay, bahati haikuwa kwetu, lakini tumecheza vizuri. Ulikuwa ni mchezo ambao unaamua pale juu pengine nani awe na nafasi nzuri kabisa kuelekea mwisho wa michuano yenyewe. Pengine baada ya hiki ambacho leo mmekipata, kinatoa tafsiri gani? Hiki kinatuonesha game ni ngumu. Ligi ni ngumu sana, lakini tutajitahidi kadri ya uwezo wetu. Of course hii ni raundi ya kwanza imeisha. Tunaenda raundi ya pili, tutarudi uwanja wa mazoezi tufanye vile ambavyo tulikosea au vina mapungufu, tufanye marekebisho ambao vipo bora tuviboreshe. Lakini mimi na imani kwa wanavyocheza, of course hatujaluzi hata game moja mpaka sasa. Lakini tutajipanga kwa raundi ya pili. Tutakuwa na derby ya pili tena. Na imani tutakuja kuchukua pointi 3. Pengine watu watarajia kina Baraka Sefu wengine ambao wanaweza kutoka ndani ya Magnet Academy. Of course wapo wengi waliotoka. Kuna Ahmed Pipino wametoka. Kwa wale wanakuwa kama role model kwa vijana wetu ambao wapo wadogo kwa sasa. Wapo wengi wana uwezo. Umeona wakina Winga, wakina Dylan. Wana uwezo mkubwa. Kwa discipline ikiwepo, ikiwepo training ikiendelea vizuri, it's okay. Tunaweza tukawapata. Cha msingi tuamini tu kuwekeza katika vijana, matokeo mazuri yanakuja. Bwana, shukrani. Shukrani sana.